أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد ختم الأنبياء والمرسلين وصلوات عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ama bado tunaendelea katika mafunzo ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ambayo yanaletwa kwenu na Jumuiya ya Kiislamu ya UQUEM, ni yakiwasilishwa na Maalim Musa Ame Musa. Vile vile jambo la furaha ni kwamba karibuni inshallah katika website ya UQUEM tutatia kitabu ambacho kitakuwa kinaitwa fiqhi ya Ramadhan kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna na makubaliano ya maulama. Kwa hivyo utapata vile vile ku access hichi kitabu, utaweza kupakua hichi kitabu na kusoma we mwenyewe. Mambo mengi ambayo yanaelezwa humu yanatokana na hichi kitabu kilichotungwa na UQUEM. UQUEM ilitunga hichi kitabu zamani sana toka 2017, lakini bado uwezo wa kukichapisha na kuweza kunufaika Waislamu ukawa umekosekana. Kwa hivyo sasa imeonekana bora kitabu hichi kitiwe katika website ya UQUEM, alafu baadaye watu waweze kunufaika. Tunazungumzia nyudhuru za kufunga na hukumu yake. Kwanza kuna wasafiri. Hao wasafiri wanaweza wakala mchana wa mwezi wa Ramadhan, halafu wakaja wakalipa siku ile. Mtu yani hukumu yake ikoje baina ya kufunga na kutokufunga? Ubora mtu akiwa katika safari afunge au ubora asifunge? Kuna mtu mmoja alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye alikuwa anapenda sana kusafiri na alikuwa hodari wa kufunga. Akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza, je, nifunge wakati niko katika safari? Mtume akamwambia, sum in shi'ta wa aftir in shi'ta, funga ukipenda na fungua ukipenda. Hadithi sahihi Muslim 1121. Kutokana na hadithi hii ni dhahiri kwamba kufunga na kutokufunga ni hiari ya mtu, katika mtu ambaye anasafiri. Akijiona na uwezo wa kufunga afunge, akijiona kwamba hawezi kufunga ale, halafu atakuja kulipa. Na ubora ni ule urahisi wake. Ikiwa kwake ni rahisi kula katika safari, basi atakula katika safari alafu atakuja lipa. Ikiwa yeye ni rahisi kufunga katika safari, basi atafunga basi, na itakuwa hukumu yake imeisha. Lakini isije ikatokezea umekwenda katika safari, halafu tena katika kwenda katika ile safari ukapata matatizo kwa sababu ya kufunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa katika safari, na walipofika kulikuwa na joto kali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua maji akanywa, akachukua maziwa akanywa, akafungua. Na wale watu wote wale ambao walikuwa hawataki kufungua, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia kwamba wao si watu bora, na ubora ni kufungua. Kwa hivyo safari ikiwa ya shida, fungua. Safari ikiwa ya raha, funga. Na wagonjwa na wenye maradhi, watu aina ya pili hawa, hukumu yao, wagonjwa na wenye maradhi iko katika vifungu viwili. Mgonjwa ambaye anaumwa maradhi yanaondoka, ameumwa na homa, ameumwa na mafua. Sasa hivi kuna mafua makali, sijui kama ndo corona au vipi. Kuna mafua na kifua kikali mtu ambacho kinampata na kohoa mpaka anakuwa kama hataweza kula, anaweza kapata madhara. Kwa hivyo huyu atakula alafu atakuja kulipa. Mwenye kuumwa na maradhi yenye kuondoka atakula alafu atakuja kulipa. Je, yule mwenye maradhi ya kuendelea, kwa mfano anaumwa na sukari, anaumwa na pressure, anaumwa na kansa, Mwenyezi Mungu atunusuru, au ana matatizo tu ya mwili ambayo yanalazimu ale, kama kuna watu hawezi kukosa maji, kila wakati lazima wanywe maji, basi kwa hivyo hawa wasifunge Ramadhani. Wakifunga watapata dhambi, kwa sababu watazihatarisha afya zao. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashasema kwamba yoyote yule ambaye anaumwa basi, au ndo hawezi, anayeumwa basi aje kufunga siku nyingine. Na ambaye wala alladhina wale ambao hawawezi kufunga, basi wao hukumu yao moja kwa moja itakuwa kutoa fidia. Kwa hivyo tusilazimishe kufunga ikiwa uwezo hatuna. Jitahidi
tufate maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ijapokuwa unajifeel awkward hivi kwamba hufungi, manake unaona haya, hii watu wanajua kama sifungi, basi kula nyumbani kwako ujifungie. Na mtu akiwa hafungi, kwani ndo nini? Mtu akiwa hafungi, inawezekana hana uwezo wa kufunga, basi amesamehewa na Mwenyezi Mungu. Wenye hedhi na nifasi, je, wao wenye hedhi na nifasi, basi wao kufunga kwao ni haramu, waje walipe ile siku bila ya matatizo yote ya maulama. Kulipa ni kiasi gani? Kulipa ni kibaba kukiconvert katika kilogram, lazima kutakuwa na matatizo. Una convert volume kwenda katika mass sasa hapo lazima utafanya makosa. Kwa hivyo wengine wanasema ni 0.75 kilogram, manake ni kilo kasorobo, lakini wengine wamesema ni kilo nzima, na hii kilo nzima ni kujiweka katika nafasi nzuri zaidi. Kwa hivyo katika kila siku ambayo wewe hukufunga, lipa kilo moja ya mchele kwa Zanzibar, na kwa sehemu nyingine kilo moja ya chakula kinachopendwa zaidi katika mji huu. Na wenye mimba, kuna wanaonyonyesha. Hawa ni watu aina ya 4. Wenye hedhi na nifasi moja kwa moja watalipa ile siku. Wagonjwa kwa aina mbili, wagonjwa ambao maradhi yao yanaondoka watalipa ile siku, wagonjwa ambao maradhi yao yanaendelea watatoa fidia, na wasafiri watachagua baina ya kufunga na kutokufunga, alafu atakuja kulipa ile siku. Je, mtu mgonjwa ugonjwa wake ana mimba, halafu wagonjwa wengine wenye kunyonyesha, hawa hukumu yao iko tofauti katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza, wale ambao hawawezi kufunga kwa sababu ya kuhofia afya zao wao wenyewe. Manake mwanamke asema mimi nina mimba, nikiwa na mimba naogopa mimi mwenyewe nitapata madhara kama sikula, au mimi nanyonyesha, kama sikula nitapata madhara mie mwenyewe. Hukumu hii ni ya hukumu namba 1. Hukumu namba 2, wanaogopea watoto wao, kwamba yeye hana problem, lakini yule mtoto aliyokuwa mtumboni, je, atapapatika siku nyingine ya umwe afe siku nyingine, kitu kama hicho. Au yule mtoto anataka kunyonyesha, je, na yeye hana yani akifunga mtoto atakosa maziwa, je? Hii hukumu ya 2. Hukumu ya 3, akihofia afya za watu wote, afya yake yeye na mtoto. Nini maoni ya maulama katika swala hili? Maoni ya maulama jamhuri, Imam Shafi, Imam Ahmad bin Hanbali, ni kwamba atakapojihofia afya yake yeye, basi alipe tu ile siku, kwa sababu ameogopa afya yake yeye, na yeye ndo anawajibika kufunga, alipe tu ile siku. Atakapohofia afya ya mtoto, kahofia afya ya mtoto, alipe saumu, alipe na fidia ya kila siku kibaba. Atakapohofia yeye na mtoto, basi atalipa tu ile siku. Kwa hivyo katika hali zote mbili ni kwamba hukumu iko hivi: atakapomhofia mtoto itabidi kwamba alipe saumu, alipe na fidia. Atakapojihofia yeye au akajihofia yeye na mtoto, itabidi ajailipe tu hiyo saumu. Na hiyo ndo hoja ya jamhur, imekubalika na Imam Shafi, Hanbal na Imam Malik, na wanasema wenye kunyonyesha hukumu yao ndo hiyo. Je, Imamu Abu Hanifa anasema kwamba mwanamke mwenye mimba na anayonyonyesha katika hali zozote zile, basi anatakiwa aje alipe ile siku ambayo ameikosa. Basi akijihofia yeye, akijihofia mtoto, akijihofia yoyote, hali zozote aje alipe tu basi, wala hakuna fidia. Ibn Abbas na Ibn Umar wao katika hoja wao wamesema mwanamke anayonyonyesha na mwenye mimba ni watu ambao hawawezi kufunga. Amechukulia ile aya, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, wale ambao hawawezi kufunga atoe fidia. Kava hoja ya Imamu Ibn Abbas na Ibn Umar inasema mtu ambaye ananyonyesha na anafunga atoe fidia basi, wala asifunge ile siku. Hoja hii haikukubaliwa na maulama wote. Hoja iliyokubaliwa na maulama wote ni kwamba atakapojihofia yeye au mtoto wake, basi atatakiwa alipe ile siku. Atakapojihofia mtoto wake, atabidi alipe ile siku na fidia. Hoja hizi zote mbili, 3 kwa mfano, zote ni hoja za maulama, lakini hoja yenye nguvu ndio hiyo tuliyohitaji. Lakini ikiwa mwanamke, je, mwaka mimba, mwaka mtoto, mwaka huu amepata mimba, mwaka huu ananyonyesha, mwaka huu mimba, mwaka huu ananyonyesha, au haifiki mwaka kashapata mimba nyingine,
yani kapata mimba, anajifungua ile miezi 9, akajifungua mimba inaingia pale pale nyingine. Wengine wanakuwa hawamalizi hata au mwaka huu kapata mimba, mwaka fulani ananyonyesha huyu, na anashindwa sasa kulipa saumu. Na watu wengi wamekuja kuuliza haya masuala kwamba mimi bwana siwezi kulipa mwaka mimba mwaka mtoto. Kwanza tunakupongeza, alhamdulillah, umshukuru Mwenyezi Mungu kwamba unapata watoto. Watu washafika mpaka Ulaya, mpaka wapi kutafuta watoto. We mwaka mimba mwaka mtoto, subhanallah, alhamdulillah, umshukuru Mwenyezi Mungu. Na kama Ramadhani huwezi kufunga, basi hakuna tatizo. Wewe ni wale ambao ladhina la yutiqunahu, wale ambao hawana uwezo wa kufanya nini, wa kufunga. Kwa hivyo wewe utatoa fidia ya kibaba. Lini mwisho wa kulipa saumu? Kulipa saumu mwisho wake mwezi wa Shaaban. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mama Aisha imepokewa kwake yeye kwamba alikuwa anafunga Shaaban. Je, mtu akifa mwezi wa Ramadhani, akifa mwezi wa Ramadhani alipe zile siku ambazo alitakiwa afunge, so Ramadhani nzima. Kwa mfano kafa mwezi 10, na kwa hivyo zitamlazimikia hizi 10, na kama hakuweza kuzifunga. Na hukumu ya mtu aliyekufa ni kwamba alipe yule ambaye ni wali wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man mata wa alaihi siyam swama anhu waliyuhu, alipe wali wake, afunge wali wake. Hii ni hadithi ya mama Aisha radhiallahu anhuma, amepokea Imam Muslim, hadithi 1147. Je, sasa akidaiwa Ramadhani 2 mtu, hasa wanawake, sifikiri kama kuna wanaume wanadaiwa Ramadhani 2, lakini wanawake mara nyingi natokezea kwamba mwaka jana kuna funga hajailipa, na mwaka huu vile vile ana deni. Kwa hivyo ana deni aina 2, deni la mwaka wa jana na deni la mwaka huu. Kwa ufupi, deni la mwaka jana madhali limefika mwaka mmoja tu, aje alilipe, aje afunge. Deni la mwaka huu kwa sababu ni mwaka huu tu, aje afunge. Deni la mwaka jana, je, deni likipita miaka 2, yani miaka 2 mfululizo hajafunga, alidaiwa deni la mwaka 2025 na deni la 2026 pia imeingia 2026, funga yake pia hajafunga. Kwa hivyo anadaiwa miaka 2. Siku zile anazodaiwa miaka 2, basi alipe mambo mawili. Alipe kwanza saum, na alipe kibaba kimoja kwa kila siku. Hii ni adabu yake ya kwamba hajalipa Ramadhani kwa miaka 2. Anatakiwa mwisho wa kulipa Shaaban, imeingia Ramadhani, bado anadaiwa Ramadhani ya mwaka jana. Kwa hivyo alipe hii, halafu le deni la mwaka jana, lile la mwaka jana tu atalipa mara 2. Atalipa siku, halafu atalipa kwa kila siku moja kibaba cha mchele. Na hii ndo rai ya jamhuri, wamekwenda maimamu waliokuwa wengi na tabiina na maswahaba. Amekwenda rai hii Abu Huraira, amekwenda nayo Imam Shafi, amekwenda nayo Imam Maliki, amekwenda nayo Imam Ahmad bin Hanbal. Imethibitishwa na kauli za maswahaba waliokuwa wengi, na rai na hadithi zimepokelewa nyingi kwamba mtu anayedaiwa Ramadhani 2, Ramadhani za miaka 2, Ramadhani ya mwaka jana na mwaka huu, basi atalipa fidia ya Ramadhan, halafu atalipa na zile siku, adabu yake itakuwa mara 2. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukutane tena basi katika makala nyingine za kusisimua zaidi za mwezi mtukufu wa Ramadhani.